Nasi vile vile Mwenyezi Mungu atupe wema wa kila kheri na atupe nguvu kuiendesha dini yake hii ya haki mpaka siku ambayo Mwenyezi Mungu atatukhiari atuchukue hapa duniani, tuondoke tuko katika kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, tumo katika kitabu At-Targhib wat-Tarhib, kitabu chenye kueleza mambo yenye kuvutia katika dini, mambo ambayo Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ameyataja ndani ya Qur'ani kwa kuwavutia waja wake wema, na kadhalika kitabu kinaeleza mambo yenye kutisha, mambo ambayo Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ameyataja ndani ya Qur'ani kwa kuwatisha waja wake waasi. Na ndiyo maana Qur'ani nzima utaikuta imejaa aya zenye kutisha na aya zenye kuvutia. Mara kwa mara Mwenyezi Mungu anakuambia inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Mwenyezi Mungu ataja habari za watu wema, watakuwa na kitu kadha, watakuwa na kitu kadha, jannatin, mapepo na mabustani, tajiri, zinaeleza mambo mengi, watu wa peponi, fiha kadha kadha, kwa kuwavutia watu nyoyo zao. Na upende mwingine vile vile Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala anaeleza mambo ya kuwatisha watu, jahannam namna gani ilipokuwa mbaya kiasi ambacho hata kinywaji chake watu wa motoni watapoomba kinywaji, watapopoa kinywaji kile kikikaribia uso tu kinababua ngozi ya uso. Namna gani walivyokuwa mambo yatakuwa magumu. Ndio maana al-Imam al-Hafidh Abdul Qawi al-Mindhiri rahimahullah akaandika kitabu hichi At-Targhib wat-Tarhib kwa kuangalia mambo kama haya, lakini aliyotaja Mwenyezi Mungu sasa katika maisha yake. Qur'ani imesema, kisha mtume akaja katika maisha yake akawa anaeleza mambo ya kuwavutia waumini na mambo ya kuwatisha waliokuwa maasi. Mlango wetu wa leo ni tunaanza mwanzo wa mlango huu, at-targhib fil budaati bil khairi, mapendekezo na mavutio yaliyowekwa namna gani kuwavutia watu katika kuanza mambo ya kheri, liyustanna bihi, ili mtu jambo la kheri alianze kisha yeye watu wafuate upate thawabu kutokana na mwanzo wake ambao kaanzisha jambo lile kulifanya. Watarhib, na vile vile kuna makemeo min albudaati bisharri, katika kuanza mambo ya shari, mambo mabaya, kufungua mlango wa mambo mabaya. Kafungua mtu guest house, basi yale yote takuja pale atambue kwamba atabeba mzigo ule. Kaanzisha mtu mambo ya uganga, wale wote takuja pale atambue atabeba mzigo ule. Kaanzisha kuua wahalum majara na namna kama hii, kila jambo baya ambalo atalianzisha, au kaanzisha bid'a. Tumesema katika mlango uliopita, na kuna swala limeulizwa leo, inshallah tutalijibu baada ya darsa. Kwa nini shekhe umeonesha katika darsa hii kwamba mtu wa bid'a anayefanya mambo ya bid'a anakuwa mbaya mno kuliko yule ambaye anafanya mambo ya kikafiri? Na huyu wa bid'a anafanya mambo ya Kiislamu mazuri na yule mwingine kafiri. Vipi huyu anakuwa na makemeo makali zaidi? Makemeo makali yamekuja kwa mtu wa bid'a kwa vipi? Inshallah swala hili tutalijibu baada ya kumaliza darsa au mwisho wake inshallah. Hadithi yetu ya kwanza ni hadithi ya Jarir radhiallahu anhu, an Jarir radhiallahu anhu, kutokana na Jarir Mwenyezi Mungu amwiradhi, qala, anasema kunna fi sadri nahar, tulikuwa sisi, na hii darasa 95 ni hadithi ya 95 kwa mujibu wa wafuatiliaji wa ZBC2 itakuwa darasa ya 4 insha Allah, na wale wa darasa hapa itakuwa ni darasa ya ngapi? 37. Tayyib, Jarir ni katika masahaba wa mtume na tumeeleza habari zake bwana huyu katika darasa zilizopita. Jarir ni nani, kaslimu lini, nini manaqibi yake, tumeeleza. Anasema kwamba tulikuwa sisi fi sadri nahar, sadri inakusudiwa mwanzo, tulikuwa katika mwanzo wa mchana, labda saa 5 hivi ndo mwanzo wa mchana. Inapotoka asubuhi jua likaanza kushtadi,
mchanga ukaanza kupata moto, huo sasa unakuwa mwanzo wa mchana. Kwa hiyo labda kama saa 5 hivi. Kunna fi sadri nahar, tulikuwa sisi katika mwanzo wa mchana. Inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa ina maana pamoja na mtume au kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Fajaahu qaumun, wakaja watu. Qaumun ni kundi la watu, nafarun ni kundi la watu wamekuja, na ilikuwa ni kawaida kwa mtume watu kuja kwake, kwa sababu yeye ndio mtume wa Mwenyezi Mungu. Dawa inaendelea katika miji na vijiji, watu wanapata habari za Uislamu, watu wanaslimu, na wengi kaa mbali, na hakukuwa na simu, hakukuwa na barua na redio, hakukuwa na TV. Kwa hivyo wale wanaoslimu watu walikuwa katika kijiji au mji, mara nyingi huwachagua watu 2 au 3 wakateua, wakawatuma, nyinyi nendeni vijana wetu kwa Mtume sallam, nendeni Madina mkajifundishe dini, au mkaulize kitu kadha, au kuna masala kadha mkaulize, na mtakaa muda kiasi kadha, halafu mtarudi kwetu kuja kutufundisha sisi au kurudisha majibu ya lile ambalo tumekutumeni. Hii ndio ilikuwa kawaida ya Waarabu. Kawaida ya Waarabu walikuwa wanaishi katika sehemu vikundi tofauti. Sasa katika kila kabila alikuwa wakitolewa vijana, mara nyingi ilikuwa ni hivyo. Rais wa kabila lile anatua watu wanakwenda kufanya kazi ile ya kujifundisha, au wakati mwingine wanakwenda kushiriki jihadi, kama ambavyo tutaona katika hadithi hii. Fajaahu qaumun, wakaja watu uratun. Sifa watu hawa walikuwa uratu, karibu ya kuwa uchi. Uratu maana yake ni uchi, lakini hapa inakusudiwa kama vile mtoto mwanamke kwa leo akipita barabarani kavaa kisuruali kinambana kweli kweli, watu wazima wanasema yule mtoto kapita uchi, ndio maana yake hiyo. Au kapita mtu kavaa kisketi mpaka mapajani anatembea, watasema nini watu wazima? Yule mtoto kapita nini? Uchi. Tumeelewana? Haina maana kwamba mtu alikuwa kama uchi wa mnyama ama kutoka mtume. Itakuwa tena itakuwa si binadamu au kuku au mbwa. Hata hao kuku wana manyoya ya kuficha tupu zao. Hata kuku wana nini? Manyoya. Sisi binadamu Mwenyezi Mungu katupenda, akatuambia sasa, ya bani adam kad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha, enyi wanadamu tumekuteremshieni nguo msitiri tupu zenu, na mvae vizuri mpendeze, warisha. Tumeelewana? Kwa hiyo aliposema uratun, hana maana kwamba wamekuja pale kama walivyozaliwa, hapana. Wamekuja pale wakiwa uchi, karibu ya uchi. Sasa anaeleza mujtabin nimari au al-aba mujtadi nimari au al-aba. Watu hawa walikuwa wamekuja wamevaa nguo zenye manyoya. Nguo kwa wakati huo ni nguo za kimaskini hovyo, wamezaa Kiswahili safi, mararu. Sijui kama Kiswahili hicho wengine wanakitambua. Watoto wa kisasa hawezi kujua. Matambara. Mtu anaomba kaja hapa na kaja kavaa nguo na kaja mararu tu hapa. Si kama uchi kavaa, lakini zile nguo zenyewe ni nguo ambazo hapa ina kiraka, hapa imeachia kabisa, huku imekichanika hakadha. Tumeelewana? Kavaa nini? Mararu. Au kavaa matambara tu. Wamevaa nguo hizi an-nimar au al-aba. Sifa nyingine ya watu hawa, mutaqallidi as-suyuf, wametundika, wamebeba panga zao. Kama hivi sisi tunabeba simu, siende tumeendelea watu wa karne hii, akiingia mtu pahala na simu yake mkononi mwenyewe, ndio jambo la kawaida hilo. Jambo la kawaida mtu kabeba upanga wakati huo. Tumeelewane? Na mpaka sasa yapo baadhi ya makabila jambo la kawaida kutembea na nini? Na upanga, ndio jambo la kawaida hilo. Na kule kwetu Zanzibar na hata Pemba, jambo la kawaida mwanamume hakosi kisu katika ubavu wake. Hilo ndio jambo la kawaida. Na Yaman, baadhi ya sehemu au pengine zote, jambo la kawaida mtu kutundika mashine gani begani, jambo la kawaida, au kutundika bastola kiunoni au ile jambia, jambo la kawaida hilo.
Hapa angiingia mtu na mashine gani, watu wote jamani, nimekuwa je msalie mtume? Kwao ni jambo la kawaida hilo. Tumeelewana Bas mutakallidi mwevao wamebeba asiyufi, panga. Ammatuhum, wengi wao. Ammatuhum yani wengi wao. Julluhum yani karibu wote. Nini? Min Mudhar, toka kabila la Mudhar. Mudhar ni kabila ilikuwa, kwa hiyo watu wengi ni kabila lile walikuwa. Kama hapa wakija watu kundi la watu 9 halafu watu 8 wakaa kabila fulani, ndio mfano kama hivyo. Wamekuja hapa watu wameingia msikitini hapa, jamani sisi tumekuja tutamuona shehe, lakini wale watu kwa watazama watu katika watu 10 wamekuja, watu 9 kila mmoja katundika rubega hapa na kisu cha kwenye kiuno, walisema wale ni Wamasai takriban wote, kupe kuna mmoja pale si Masai. Kwa hiyo karibu wote. Amatuhum, wengi wao, min Mudhar, wa kabila Mudhar, bal kulluhum min Mudhar, bali akasema kwamba wote. Hapa unaambiwa shakka rawi, yule mwenye kutoa riwaya hii alikuwa na shaka, walikuwa wote wale, kuna mmoja pengine alikuwa si yeye. Tumeelewana pengine wote wale, nasikia kama mmoja alikuwa si kabila lile. Hapo shakka rawi kama kulluhum, au kuna mmoja alikuwa si katikao. Walipokuja, kumbuka jarida anatoa hadithi hii kwamba walikuwa pamoja na Mtume sallam. Walipofika pale, Mtume alikuwa katika hali nzuri kabisa, masahaba wake. Walipoingia wale mabwana, Mtume baada ya kuwaona sallam, baada ya kuwaona, fatamaara wajhu sallam. Fatamaara, tamaara ay taghayyara, uso wa Mtume ukabadilika alipowaona. Fataghayyara sallam wajhu, uso wake ukafanya nini? Ukabadilika. Qala ba'd ulama ay taghayyara wa inqabada karahiyatun lidhalika. Wanasema maulama ni kwamba kule kubadilika kwa Mtume ni kuchukia ile hali aliyoiona. Watu wamekuja hali zao dhaifu, hali duni, mavazi yamechanika chanika, wamevaa matambara, wamekuja pale lakini na panga zao. Mtume ile hali kuwaona, hali yake ikabadilika pale pale, akawa ni mtu mwenye huzuni kwa lile jambo ambalo hakulipenda lilitokea wakati ule mbele yake. Tumeelewana? Kwa hiyo uso wake ukabadilika mpaka rangi. Sawa Kisha kwa nini Mtume uso wa Mtume badilika? Anaeleza, anasema lima raa bihim, kwa yale aliyoyaona kwa watu wale, min alfaqa, min alfaqa, tokana na dhiki ya umaskini. Faqa ni dhiki ya umaskini mtu alikuwa nayo. Kwa hiyo Mtume alipowaona ile bwana, wale mabwana, hali yake ikafanya nini? Ikabadilika. Tumeelewana? Alfaqa ay alfaqru wal ihtiyaji, yani mtu kuwa maskini sana na anahitaji kusaidiwa, si kama wamekuja pale kuekti, wamevaa vile kwa ajili ya kuna tamthilia kuja kuonyesha maonyesho. Hapana, maana siku hizi watu huvaa mavazi fulani ili kwa ajili ya kuonesha, kupigwa video, kuchukuliwa. Hapana, ile hali yao, hali halisi ilikuwa vile. Watu wale hawakuwa na tabia kama za kisasa, walikuwa hawana cha kuvaa. Kwa kuyajua yale, Mtume wa Mwenyezi Mungu akabadilika hali kwa huzuni na yale mambo ambayo ameyaona. Fadakhala, Mtume wa Mwenyezi Mungu akaingia. Bila shaka ukiambiwa kaingia, maana kaingia ndani. Kama ni nje ingeambiwa katoka, ina maana walikuwa nje kwanza. Lakini Mtume wa Mwenyezi Mungu baada ya kuona yale, fadakhala ai, akaingia wapi? Kaingia ndani, mfano maana yake. Thumma kharaja, kisha akatoka. Kaingia ndani kisha akatoka. Tumeelewana mpaka hapa? Mtume alikuwa katulia, piga picha hiyo anazungumza masahaba wake, hajui hili wala hili. Wameingia watu, ile hali aliyoiona kwa watu wale ikambidi Mtume wa Mwenyezi Mungu achukue hatua.
Hatua aliyochukua ni kwamba kaingia ndani, alichokwenda kukifanya mwenyewe anajua, na kisha katoka. Jarir rawi hadithi, huyu ambaye kapokea hadithi, huyu ambaye anazungumzia, mwenye kuzungumzia, sio rawi, mwenye kuzungumzia hadithi, Jariri anasema kwamba kaingia ndani kisha katoka. Alipotoka alichokifanya ni kwamba faamara Bilalan, akamwita Bilal bin Rabah, muadhini wake. Kamwita nani? Bilal ibn Rabah, muadhini wake. Na Mtume tumesema alikuwa na waadhini walikuwa maarufu wangapi? Wawili ndio maarufu. Walikuwa wengine mara moja moja, lakini walikuwa maarufu wangapi? Wawili ndio walikuwa kiadhini sana, Bilal na Abdullah ibn Ummi Maktum, aliyekuwa ni kipofu. Haya, faamara, na ukiambwa faamara maana yake ni kwamba Bilali alikuwepo katika darasa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Ndio maana Mtume kaingia ndani katoka akamwamrisha, maana yake ni kwamba alikuwepo, sio faata akamwita. Hapana, kamwamrisha, maana yake ni kwamba alikuwepo. Hawezi mtu kumwamrisha jambo alifanya mtu ambaye hayupo. Faamara Bilalan, akamwamrisha Bilali. Faadhana, Bilali akasimama akaadhini, kwa maana kwamba ikasimamishwa nini hapo? Adhana. Kumbuka wakati gani huo? Sadini nahara, mwanzo wa mchana, hata adhuhuri haijaingia bado, mwanzo wa mchana, wakati ambao kwamba ni nadra sana kutolewa nini? Adhana. Lakini Mtume kwa lile aliloliona likamsukuma amwambie Bilali adhini, na kuadhini manake ni kwamba kuwaita watu. Si mnajua adhana? Adhana mbali ya kushuhudia, ndani yake kuna maneno yasema nini? Hayya ala sala, hayya ala alfalah, njooni kwenye sala, njooni kwenye mafanikio. Bas baada ya kuadhini, wa aqama, na pakakimiwa, Bilal akakim, fasalla, na vile vile pakaswaliwa. Hapa ina maana kwamba hii ilikuwa tayari nini? Adhuhuri, kwa sababu inavyoonekana kwamba ilikuwa ni swala ya jamaa Mtume baada ya kuwaita watu. Kwa hivyo faamara Bilalan faadhana wa aqama fasalla thumma khataba, kisha Mtume wa Mwenyezi Mungu akasimama kutoa hutuba. Akasimama kutoa nini? Kutoa khutba, kutokana na ile hali ambayo imemsukuma. Si kwamba ilikuwa Ijumaa, hiyo haikuwa Ijumaa, haikuwa Ijumaa. Ijumaa huanza nini kwanza? Hutuba, kisha ndio ikaja nini? Ikaja sala. Katika hutuba yake anasema Jarir, akasema ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Mtume Mwenyezi Mungu akasoma aya hii ambayo ni aya ya katika Suratul Nisa, aya kwanza. Kisha akasoma katika aya nyingine katika Suratul Hashri isemayo ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, kisha nini? Waltandhur nafsun ma qaddamat lighad. Enyi waumini, aya ya kwanza, ittaqullaha rabbakum alladhi khalaqakum, mcheni Mwenyezi Mungu aliyekuumbeni, min nafsin wahida, tukana na nafsi moja, min nafsin wahida, tukana na nafsi moja. Kisha nasemaje aya? Naam, sisikii. Wa khalaqa, na akaumba tukana na nafsi hiyo. Kaumba nini? Mke wake. ittaqullaha alladhi ittaqu rabbakum alladhi khalaqa min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma, na akajaza Mwenyezi Mungu tokana na wawili hao rijalan kathira, na watu wengi, wanaume na wanawake. Na kisha wattaqullaha, jamani mcheni Mwenyezi Mungu, muogopeni Mwenyezi Mungu, alladhi tasaaluna bihi, ambaye kwamba tokana naye mnaombana mambo yenu, wal arham, na kuunga udugu. Inna Allaha kana alaykum raqiba, tambueni kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kukuangalieni.
Pagumu hapo. Wewe ikiwa una mzee wako akikwambia wewe nenda tu, mimi nakutizama tu, nakutazama tu mimi anakufanyia, utakosa raha. Utaona kwamba jamani, mzee imekuja tena, wewe fanya mambo yako tu, mimi sina tatizo naye, mimi nakutizama tu. Hapa sasa kuna shughuli hapa. Kumbe Mwenyezi Mungu ndio alosema hivi, jamani, inna Allaha kana alaikum raqiba, Mwenyezi Mungu ni mwenye kukuangalieni, anakutazameni tu, nenda rudi, panda shuka, anakuangalia tu, anajua kwamba wewe hapa mwisho utarudi tu. Nenda wewe, alafu utafanya, utarudi hapa, fanya ubabe wako, fanya shughuli zako, fanya ukorofi, jifanye hakuna kama wewe, usisikie la kuambiwa, takabbar. Lakini mwisho ni mmoja tu, utarudi. Mwisho ni mmoja, utarudi. Wewe Mwenyezi Mungu anasubiri, hana haraka na sisi, hana haraka na sisi kabisa. Anajua tu mwisho, wewe nenda tu, lakini mwisho hapa ndio mwisho wa matatizo. Bas, aya ya pili kama tulivyosoma, enyi watu, enyi waumini, mcheni Mwenyezi Mungu, na vile vile waltandhur nafsun ma qaddamat lighadi, mwana mtu naangalie katanguliza nini kesho mbele ya Mwenyezi Mungu. Hapo pazito, hapo pazito kwelikweli. Sisi tunaangalia umetanguliza nini nyumbani leo asubuhi umeacha nini, kesho kuna chakula gani, kuna kitu gani sijui, benki na akaunti yako ina akaunti ngapi sijui, school fee umeshalipa sijui, kitu gani umeshafa. Hayo yote 9. 10 angalia unatanguliza nini kesho kwa Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu yauma la yanfa'u malun wala banun, siku hiyo hicho unachokichuma kila siku hakitakufaa. Au watoto unaohangaikia na kufanya ule haramu, wanakufanya watoto wako uibe, watoto wanakufanya udhulumu, wanakufanya watoto ugombane na watu, tambua siku ya Kiyama hawatakusaidia kitu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim, ila yule ambaye kwamba atakuja kwa Mwenyezi Mungu na moyo uliesalimika, ai salima minashirki walbid'a wa khurafat wa kadhalika, moyo uliosalimika na mambo ya ajabu ajabu, mambo ambayo Mwenyezi Mungu hakuyaamrisha. Ma anzalallahu bimsultan, Mwenyezi Mungu hakuteremsha jambo lile, wewe umelivaa unalifanya. Sasa huyu ni Muislamu, sikwambia ambaye kwamba si Muislamu tena, hali inakuwa ngumu zaidi. Waltandhur nafsun ma qaddamat lighad, Mwenyezi Mungu anarudia tena, wattaqullaha, jamani muogopeni Mungu. Mwenyezi Mungu anatisha, Mwenyezi Mungu anatisha. Mwenyezi Mungu akiamua kukuchukulia hatua, kun fayakun, kufumba jicho na kufumbua, inama amruna idha arshana kullahu kun fayakun. Akasema tena wama amruhu illa wahidatan kalamhil basar, ni kama kufumba na kufumbua tu, jambo lishakuwa. Kufumba na kufumbua, jambo limeshakuwa. Kwa hiyo mwanadamu aangalie, be careful, nini unakitanguliza kwa Mwenyezi Mungu. Ni kitu muhimu sana. Kama mwanadamu angekuwa anajua kutwa nzima, akifika usiku alafu anafanya hesabu, leo nimetanguliza nini hapa nyumbani, tumekula kitu kadha kadha kadha, lakini upande huu janibul akhirah, upande wa Mungu nimetanguliza nini? Mimi nimesoma labda Qur'an kiasi fulani, labda nimemswalia mtume mara kadha, labda adhkar kadha, labda nimetoa sadaka, labda nimeangalia maskini, labda nimefanya kitu. Mwisho huna la kufanya, labda nimemwombea dua mzee wangu. Huna lolote la kufanya, labda nimwombea dua mzee wangu. Kwa sababu ukiwa na tabia ya kumwombea dua mzee wako, basi tambua kwamba kutapatikana mja huko awe na tabia kuja kukuombea wewe dua, utakufariki. Tabia hiyo, kama tadinu tudan, kama ufanyavyo ndivyo utakuja kufanyiwa, wala usiwe na pressure. Mimi atanifanyia nani? Si kazi yako. Mungu kesha kuahidi, mtume akakuahidi hivyo kwamba utafanyiwa tu.
aya mbili hizi zilitosha kuwashajiisha masahaba wa Mtume wa Mwenyezi Mungu na kuwatia kazini. Aya mbili. Leo khatibu anapanda na kuzungumza aya 15 au 12 na hadithi 30 au 20 na kalamu salafu salih chungu zima ya kushajiisha watu jambo walifanye, na bado kila mtu kapiga kimya na mtizama tu. Sema mpaka umalize, utashuka juu ya mimbar, tutaswali tuondoke, si hapa. Haluhum yaqulu dhalik, hali yao nasema hivyo. Wewe unasema sema, tunakusikiliza, ila ukishamaliza kusema utashuka, tutaswali tuondoke. Ngumu, hali yetu ngumu. Mtume wa Mwenyezi Mungu katumia aya ngapi? Aya mbili tu, aya mbili tu. Aya hizi ziliwakumbusha masahaba kwamba sisi waumini ni ndugu. Haya mnayoona kwa ndugu zenu haya ni kama kwenu, ya leo unayoona kwa ndugu huyo ni kama yako wewe. Ndio maana ukaambiwa, Mtume akasema kwamba almuslimu almu'minu mir'atul mu'min, Muislamu ni kioo cha Muislamu mwenziwe. Yani unapomwona ndugu huyo ana tatizo, unatakiwa kama tatizo lile lako wewe, kama ni kumkataza, kama ni kumsaidia, kama ni nini, ufanye hivyo. Tunaelewana? Unapomwona ndugu huyo ana tatizo, basi tatizo lile ni kama lako wewe. Mtume Mwenyezi Mungu alisema aya mbili hizi kuwaelekea masahaba, kuambia kwamba mnaona hawa walivyo ni kama nafsi yako mwenyewe, jione. Ndio katika hadithi Mtume amesema kwamba innal mu'mina fi mithli tawadduhim, hakika waumini katika kupendana kwao, wa ta'atufihim, na katika kuungana kwao, wa tarahuhum, na katika kuoneana huruma kwao, kama thalil jasdi, ni kama kiwiliwili kimoja. Mtu mwanadamu ana kiwili chake, ana kichwa, ana mikono, ana masikio, ana macho. Idha shtaka anhu udhu, mwanadamu anapoumwa na kiungo kimoja, pengine sikio tu, tena la upande wa kushoto liwe, akaingia mdudu wa sikio tu, basi mwili mzima huu hauna kazi siku hiyo. Sasa wewe mkono, sikio, liacheni sikio lisikitike. Lakini unaambiwa hakuna kitu kinachoudhi na kuuma kama mdudu wa sikio. Allahu akbar. Au jengine kwapa, jipu la kwapa. Usiombe ukapata jipu la kwapa, kijipu kidogo tu, tena kiko ndani hapa kimekaa, basi mwili mzima hauwezi kufanya kazi. Mwili mzima. Ndo maneno ya Mtume kwamba idha shtaka minhu udhu, litaposhtaki likaumwa kiungo kimoja, basi tadaa sairul jasad bil humma, mwili mzima unapata homa na kuumwa na kukesha wasa. Mnanielewa hapa? Naam. Ukucha, mtu kaumwa na ukucha chini katika kidole, ukucha tena pengine kidole kile kidogo cha mwisho kile, lakini shughuli yake mwili mzima hakuna kazi siku hiyo. Mwili mzima unachemka, homa moja kwa moja. Kisa nini? Ukucha unauma. Waislamu walitakiwa wawe hivyo, kwamba ikiwa kuna kundi lina matatizo, basi waliobakia wote waungulike kutokana na tatizo lile. Na hivi ndivyo ilitakiwa Waislamu wasikitike na wahuzunike kutokana na yale ambayo yanatokea katika nchi ya Palestine. Walitakiwa hivi Waislamu wote ulimwengu mzima wahuzunike, wasikitike, bali wajitolee kutokana na yale yanatokea wapi? Katika Palestina. Lakini hali haiko hivyo. Ukiangalia kimataifa yanatokea Palestine ni kwamba huku wale wanauawa kwa mabomu. Jamani, ngoja tuseme hali halisi moja. Mnakumbuka hapa liliporomoka jumba, mnakumbuka karibu na kwetu hapa, Mungu atustiri, mbele hapo jumba liliporomoka. Majumba mangapi? Moja. Majumba mangapi? Moja tu limeporomoka. Nchi nzima ilitikisika. Waziri kaacha kazi, kaja pale kucha
nchi nzima ilitikisika, jumba moja limeporomoka. Rudisha katika mawazo kama haya katika inayotokea katika nchi ya Palestine. Sio jumba moja, mji mzima. Sio Muislamu mmoja, Waislamu wote. Sio kuanguka kwa bahati mbaya, ni kupigwa bomu. Na wale wao naambia mpaka sasa hivi wengi ni Waislamu. Sio Waislamu, wengi ni watoto na wanawake. Waislamu lakini wengi ni watoto na wanawake. Waislamu walitakiwa wote wakose, mataifa yote ya Kiislamu yakose raha kwa yale yanayotokea pale. Lakini unaambiwa, mpaka jana nimetumwa message, mtu mmoja anasema kwamba Saudi Arabia is organizing musical concert. Saudi Arabia wanaandaa matamasha ya muziki, wakati huko wataonauawa. Syria is arresting the resistant leader in Palestine. Syria ndio kwanza wanatafuta wale wanaharakati wanaosaidia Palestina, ukisema hivyo unakamatwa. Egypt assisting Israel in besieging Gaza. Hizi sio kwanza Egypt wanasaidia wa Israeli katika kufunga ile mipaka, wale watu wa kule kwa wasitoke, wawe huko ndani wasitoke. Funga mipaka wasitoke. Nchi za Kiislamu hizo. Jordan is helping Israel in defense. Jordan ndio kwanza inasaidia nini? Kijeshi, na wasaidia Israeli. Mtakuja hapa, mtatua, mtafanya kitu kadha. Turkey secretly providing the routes for oil supply. Wanasaidia kwa siri njia kupitisha mafuta kwenda nani? Kwenda Israeli. Azerbaijan supplying the fuel Israel. Wao ndio Azerbaijan wanapeleka nini? Mafuta moja kwa moja. UAE, Emirat is increasing its trade with Israel. Ndio kwanza wanafunga mikataba ya biashara na Israel. Qatar is having joint military exercise. Wao ndio kwanza Qatar wanafanya mazoezi ya kivita na Israel. Uko wapi huo Uislamu mtume aliosema kwamba mmoja akiumwa nyote muumwe? Nimetoa hizi quotation ndogo tu namna gani mataifa ya Kiislamu ambao ndio walitakiwa kama tuwe nini. Alafu anakuambia all of these, yote haya is happening, yanatokea while Israel is simultaneously bombing. Wakati huo Israeli ni kwamba wanapiga mabomu moja kwa moja. Yemen piga mabomu, Lebanon wanapiga mabomu, Syria wanapiga mabomu, and Palestine combined, zote zinapiga mabomu nchi za Kiislamu. Yemen, Lebanon, Syria, Palestine pigwa mabomu, na huko ndugu zao ndio wanafunga mikataba ya biashara na kufanya mazoezi ya kivita na kufunga mipaka wasitoke kule. Yani kama vile umwatilia sumu panya alafu ukafunga mlango wapate kufa. Ndio watu wa Palestina wanafanya sasa kutokana na mipaka. Yako hapa maneno haya ya mtume. Katika historia haya si mageni kwa Uislamu kufanyiwa, yalifanyika, lakini kwa sababu dini hii ni dini ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu from nowhere analeta fathu yake. Mwenyezi Mungu ajalie fathu karibu. Kwa hivyo mtume wa Mwenyezi Mungu aliwakumbusha masahaba wajibu wao juu ya ndugu zao kwa kuwasomea aya ngapi? Mbili tu. Katika hadithi nyingine mtume akasema almu'minu lilmu'min kalbunyan. Muislamu na Muislamu mwenzake ni kama jengo moja. Yashuddu ba'dahu ba'da, inasaidiana hili na hivi. Yani kama huu msikiti ulivyo sasa hivi una nguzo hii na nguzo hii. Mungu asijalie nguzo hii ikipata tatizo, ina maana mpaka nguzo hii itaathiri, kwa sababu haiwezi kubeba peke yake uzito wa msikiti. Ina maana utafanya nini msikiti? Utafanya crack na utaanguka. Adhan Allahu min dhalika. Walihadha almaana, na kutokana na maana hii qala alulama, wamesema wanachuoni, idha qahta fi iqlimin min maqalimi alislam, panapotokea ukame katika sehemu moja ya ardhi katika sehemu za ardhi wa Waislamu, yanbaghi li ghairihi, yawataka wengine wote waliobakiwa soko wao, an yastasqu lahum, waombe mpaka dua za kutaka nini? Mvua inyeshe. Wale kule wana ukame, sisi tunatakiwa tuombe dua, achilia mbali tena kuwasaidia kwa financial na mambo mengine. Hapo umekuja mfano wa ukame kwa sababu ni natural disaster. Ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu popote sauti amenyana anakipeleka pahala. Amri ya Mwenyezi Mungu inakwenda pahala, watu wanakaa, wakikaa mwaka mzima hawana mvua, panakuja ukame pale. Wanasema ulama kwamba inatakiwa Waislamu wengine waliokuwa sio sehemu ile waombe dua kwa kuswali kama hivyo salatul istisqa. Fa innal muslimina, kwa sababu hakika Waislamu, wanaendelea ulama kusema, kanafsin wahidi, ni kama nafsi hii moja. Kanafsin wahida, kama nafsi moja.
yuayidu dhalika, hayo yanakuja kutiliwa nguvu na Mwenyezi Mungu aliposema waman ahyaha, mtu ambaye kwamba anahuisha roho moja tu, fakaannama ahya an-nasa jamia, ni kama mtu aliohuisha watu wote, aliohuisha roho moja tu, akasaidia pale Palestine roho mtoto mmoja tu. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema hivi, ni kama suratu Al-Maida aya 32, ni kama mtu aliohuisha wanadamu wote au roho zote. Kwa hiyo alivyosema waltandhu nafsun ma qaddamat lighad, Mwenyezi Mungu alipigia mbali sana mpaka masahaba wakafahamu nini maana ya maneno yale. Nini result ya aya mbili? Sisi tunasoma aya nyingi lakini hatufanyi result, hatuoni matokeo. Nini athari ya aya mbili za Mtume? Tunaendelea na hadithi. Tasaddaqa rajulun min dinarihi. Tahamaki anasema Jarir kwamba mtu akaja kutoa, wakaanza kutoa watu, manake mtu akatoa katika pesa zake, dinari katika pesa akatoa min dinarihi min dirhamihi, pesa manake pengine mashilingi, wengine sijui coins, wengine wakaanza kutoa watu. Min thawbihi, aliyekuwa hana pesa akaenda kuchukua nguo akaja akatoa. Min sa'i burrihi, wengine kile kibaba cha bur, ni aina ya vyakula, na tamri na tende. Almuhimu ni kwamba watu wakaanza kupeleka nguo na wengine wakaanza kupeleka chakula, kila mtu vile ambavyo alikuwa na uwezo wa kutoa, na wengine wakatoa pesa chungu zima wakapeleka mbele ya Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam. Hatta qala, mpaka Mtume akasema walau bishiqqi tamra, walau bishiqqi tamra, yani atoe mtu mpaka kwa nusu ya tende. Inakusudiwa nini mtu akatoe hivyo? Inakusudiwa mtu atoe hata kile kiduchu alichokuwa nacho, nusu yako tuko kwa tende. Tende maarufu ni Maarabuni, ni kitu maarufu sana, ni kitu hadi, ni kitu ambacho kwamba takriban watu wote wanayo. Miti ipo, watu wanakula tende, ziko kila namna, ni kitu ambacho kinapatikana. Basi kile kinachopatikana hasa ndio kisidharaulike, hata nusu yake mtu atoe nini? Atoe sadaka. Tunaelewana Na hapa maneno haya ya Mtume yanaashiria vile vile katika hadithi moja iliyokuja, Mtume aliulizwa ayu sadaqati afdal, sadaka gani iliyokuwa bora? Mtume akasema juhudul muqil. Juhud al-muqil ni juhudi anayoitumia kutoa sadaka mtu ambaye hana. Yani mtu yeye na shilingi yake ni 1000 labda, basi akatoa 500 katika 1000 ile. Mnanielewa Juhudi ya mtu ambaye hana, hiyo ndio sadaka kubwa kweli mbele ya Mwenyezi Mungu. Bali katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi maarufu kwamba sabaqa dir'a, yani mtu anaweza akatoa pesa ikampita mwingine hali ya kuwa alotoa ni ndogo kuliko yule mwingine aliotoa kubwa. Kwa nini? Kwa sababu huyu ndicho alichonacho kile kidogo, na yule mkubwa na kingi, kile alichotoa ni kama hakutoa kitu. Kile alichotoa hajatikisika kabisa. Mtu mfukoni na 1,000,000 sadaka, wewe jamani toeni, akapeleka mkono akavuta akafika 2,000, katoa pale, katoa. Na yule ambaye kwamba yeye ana 2,000 kavuta katoa 1,000, basi huyu alitoa 1,000, huyu ndo juhudi yake kubwa sana kuliko huyu. Tumeelewana Ndo ile yunfiq dhu sa'atin min sa'ati, kila mwenye uwezo atoe kutokana na nini? Na uwezo wake. Bas anaendelea kusema Jarid, fajaa rajulun min al-ansar, akaja mtu mmoja katika Ansar. Vile tulisema Ansar ni watu wa wapi vile? Tukumbushane vile. Wakati mwingine nasahau kweli kweli.
Ansar hawa wakati mwingine sawa kweli kweli. Hawa Ansar ni watu wapi jamani? Kibada nani Tabora? Madina, Madina. Sio Tabora, Madina, tu Madina. Allahu akbar. Tayyib. Mpaka akaja mtu mmoja katika watu wa Madina min al-Ansar, akaja pale bisarratin, ana mfuko kadat kaffuhu ta'jizu anha, ule mfuko aloubeba unakaribia kumshinda kubeba ulivojaa. Bal qad ajazat, lakini kwa hakika ulimshinda kubeba. Hapa hajatuambia imetiwa nini lakini muhimu ilikuwa ni mzigo mzito, mpaka mbebaji ulimshinda kubeba, lakini tena sema ulimshinda sasa hakuweza kubeba. Ulikaribia lakini sema umemshinda. Thumma tataba an-nas, kisha watu wakaanza nini? Kumiminika. Tataba an-nas, watu wakaanza kufuatia kutoa. Hatta raaitu kaumaini, mpaka mwisho unakuja kuona kaumaini, milima miwili, marundo min taamin, rundo la chakula, wa thiyab, na mavazi. Marundo mawili, taam, chakula na mavazi. Nilipoona hivi, hatta raaitu wajha sallam, mpaka nikaona uso wa mtume yatahallalu, subhanallah, yatahallalu kaannahu mudhahama, uso wa mtume unameremeta kwa furaha kama dhahabu hivi. Faqala, mtume Mwenyezi Mungu akasema, ndio hapa sasa mahali shahid, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di, atakayeanza katika Uislamu jambo jema atapata thawabu zake na thawabu za wale wote ambao watakuja kulifanya jambo lile baada yake. Min ba'dihi, baada yake. Min ghairi an yankusa min ujuri shay, bila kupunguzwa chochote katika malipo yake. Yeye atapata na wale wote watakaofuatia pale watapata vile vile ujira wao, na yeye atakuwa ujira wa kile ambaye atatangulia. Tumeelewana mpaka hapa Haya, the other side, upande wa pili sasa. Wa man sanna fil islam, na yule atakayeanzisha katika Uislamu sunnatan sayyi'a, jambo baya, mwenendo mbaya kaanzisha. Tumesema jambo kama hili, kana alaihi wizruha, mtu kama huyu atakuwa na dhambi ya jambo lile, wa wizru man amila biha, na dhambi za kila anayelifanya jambo lile, min ghairi an yankusa min auzarihim shay'un, pasina kupunguzwa chochote katika ujira wao, katika dhambi zao. Ndio tukasema mlango huu wa tahadhari ya kuanzisha jambo. Atahadhari Muislamu, mtu mwenye akili, kufungua mlango wa shari. Mlango wa shari ukiufungua, kila atakayefanya jambo lile, mtu kama yule anapata dhambi zake, na hii ni hatari sana, hatari kweli kweli. Hapa hadithi itakuwa imemalizika, hadithi hii ambayo tumeanza leo. Rawahu Muslim, hadithi imepokea na Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Ibn Majah wa Tirmidhi. Nichukue nafasi hii vile vile kujibu swala lililokuja kwamba shekhe, mbona umeng'ang'ana sana katika kukataza bid'a na kusema kwamba mtu wa bid'a huwa mbaya mno kuliko mtu anayefanya maasi? Kwani hiyo bid'a, tumesema mfano wa bid'a inakusudiwa hapa ni bid'a kama vile za Khawariji. Tumeelewana sio bid'a inafahamika sasa hivi. Sasa hivi mtu akisema bid'a anajua kusema maulidi. Haijakusudiwa hivyo shekhe. Bid'a walikuja watu wakaanzisha mambo chungu zima ambayo yako nje katika Uislamu, kama wale waliosema kwamba bwana wewe si ushamuamini Mungu, ushatoa shahada la ilaha illa Allah Muhammad, ushatoa shahada, basi wewe nenda tu kaibe, kadhulumu, kazini, kutoka kufanya, wewe Muislamu bwana, utakwenda peponi tu. Wamesema hivi. Hiyo ni bid'a katika ibada, hakuna imani hiyo. Imani kwao wao ni kwamba haizidi wala haipungui. Wao shaamini habari imekwisha. Imani kwetu sisi inazidi kwa mema,
inapungua kwa maasi. Anaweza mtu akafanya jambo kama Mtume alivyosema akavuliwa imani kabisa. Anayezini pale anapozini ni kama mtu aliyevuliwa ile imani yake. Anayeiba wakati anaoiba, anapoiba ni kama mtu aliyovuliwa nini? Imani yake. Na mtu wakati mwingine anaswali usiku anasema Qur'ani, basi imani inakuwa katika piki juu kabisa. Hizo ndio bid'a tunazozungumza. Ndio maana maimamu wakatoa maneno makali kabisa, kwa sababu waliposema maneno haya makali maimamu, hapakuwa na mambo haya sasa ya maulidi wala khitma, hakuja kuwa na issue hiyo. Sasa kwa nini walisema wakawa wakali sana katika watu wa bid'a? Kwa sababu moja, kwa sababu najibu lile swali, kwa sababu mtu anayefanya jambo kama hili la bid'a mara nyingi au mara zote anajiamini kwamba yuko right. Kwa hiyo hana haja ya kuleta toba wala istighfar. Yes, yuko right, yuko sawa. Sijui mnanielewa? Sijui mtu anayefanya jambo ambalo anaamini kwamba Mtume kaamrisha, masahaba jambo lile wamelifanya, au Mtume kalikubali likafanyika mbele yake. Tatizo ni kwamba jambo lile ikiwa silo ni bid'a, yeye huyu hajui, anaona ile ni sunna, ni ndivyo. Anasahau kwamba Mwenyezi Mungu anasema wa alaysa lilinsani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu aljazaa alawfa. Hakika mwanadamu hatalipwa, laisa lilinsani, hatalipwa mwanadamu illa ma sa'a, ila yale aliyokwindia mbio akafanyia kazi. Haya, hapo sasa yaliyokwenda mbio mtu katika maisha yake akafanyia kazi, yanaweza akawa katika mlango mzuri wa sunna inavyotakiwa na ikhlas na kila kitu, lakini vile vile inaweza bahati mbaya yakawa mambo ya bid'a. Ndio Mtume Mwenyezi Mungu asema nini? Wa laysa illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, na hayo aliyofanya yatatizamwa. Kazi iko hapa sasa, sio umefanya basi iende. Hapana. Wa anna sa'yahu sawfa yura, hayo aliyofanya yatatazamwa. Je, yalikuwa katika sunna? Je, ulikuwa na nia njema? Je, hayakuwa na shirki ndani yake? Hukuchinja kwa ajili ya mnyama, hukuchinja kwa ajili ya mzimu, hukuchinja kwa ajili ya kafara gani sijui, itatazama. Kadhalika yamekwendana na mwenendo Mtume alifundisha. Amekuja mtu akaswali ya dhuhuri raka 4, ndio, lakini katika raka 4 ile aliposujudu katika sijida akasoma Qur'ani Yasini, ndio Mtume alipofundisha hivyo. Ni bid'a umeleta. Wa anna sa'yahu sawfa yura, halo aliyofanya yatatazama. Kisha baada ya kutazama yako safi, hayana ria. Katoa sadaka mtu, kausanya watu wengi, anatoa mtu tangazo sa press conference nini, jamani kuna sadaka inatolewa. Sasa yaje ma TV wanaalikwa hapo, TV gani waje pale, kuna sadaka inatolewa. Sadaka inatolewa namna hiyo. Tumeelewana? Klipu zinatolewa, bwana fulani anatoa sadaka, na kuna maskini mmoja pale kakaa na kiseruni chake na kifulana chake, anapokea fungu la sadaka, halafu zile zinasambazwa ulimwengu mzima. Bwana we, nani kakwambia kama hii ndo namna ya kutoa sadaka? Ndo Mwenyezi Mungu asema kwamba yatatazama. Kutenda sio hoja. Je, unachokitenda muwafaqatan lisunna, kinakwenda na mafundisho ya Mtume Mwenyezi Mungu? Wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu aljazaa alawfa, kisha hapo ndo patalipwa sasa malipo kulingana na kile alichokifanya. Sio mtu atalipwa hivi hivi tu, hamna. Tumeelewana Kwa hiyo anayefanya mambo ya bid'a hajitambui, maskini, anaona vile ndio sawa. Lakini yule anafanya mambo ya ukafiri anajua sasa kwamba bwana we, mimi nazini, na ndio maana yule mwanamke anamficha, ndio maana anamkwenda kona pale mbali hivi, hamtaji kwa watu, anamficha hivi, kwa sababu anajua ile ni zinaa na ile ni haramu. Mungu kasema wazi kabisa, wala taqrabu zina, na yeye anazini. Kwa hiyo mtu kama yule anazini, iko siku anajua hili jambo baya, mimi sasa ninatubu. Anakuja hapa, shehe, samahani bwana, vipi? Unajua sisi vijana, sawa, najua vijana, sasa unajua, na sheikh bwana,
Unajua mambo ya unasemaje bwana? Hebu nyosha maneno. Kuna ndoa anakuwa ni mtu wa kigugumizi, hawezi kunyosha maneno. Unajua kuna mwanamke sasa, nataka nimstiri sasa, nataka nimstiri sasa. Huyu akimwoa mwanamke huyu akileta toba, ile habari imekwisha ya maasi. Lakini je, yule anafanya bid'a imekwisha? Haikwisha, kwa sababu yeye anajua vile ndio sawa, hawezi kuleta toba. Kwa namna hiyo ndio maana maimamu wakawa na nini, salafu salih wakawa na nini, maneno makali. Tumeelewana? Kisha nimalize kwa kusema vile vile hapa kuna kuja swala ambalo juzi niliulizwa katika msikiti wa Idrisa. Swala lilikuja, je, sadaka ipi iliyo bora? Sadaka ya kutangaza jamani nye, hapa kuna kitu kadha, kama tulivyoona katika hadithi yetu ya leo. Mtume katangaza na watu wakatoa. Na sadaka nyingine Mtume akasema kwamba jamani nye, sadaka ifichwe, mtu atoe mpaka mkono wake wa pili usijue kama katoa. Ifichwe kwa siri kabisa. Maimamu walikuwa wanatoa kwa siri kabisa. Kuna maimamu walikuwa kutoa vitu mpaka mtu siku alipokufa wanaonekana watu wana dhiki, imekuwaje? Kumbe yule aliyekufa ndo alikuwa akiwapa. Walikuwa hata hawamjua na hapa nani. Anakwenda mtu mwisho wa mwezi au kati ya mwezi, anagonga mlango, asalamu alaykum wa barakatuh, yule kafungua, anapeleka mkono, anaondoka zake usiku tena. Hakuna hata mmoja anayemjua. Watu walikuwa kufanya hivyo, naficha. Ipi iliyokuwa bora? Tayeb, jawabu Allahu aalam. Ni sadaka zote mbili bora, lakini inategemea mazingira gani unatolea. Kuna mazingira kama haya tulosema katika hadithi ya leo, ilikuwa lazima Mtume pale kaathirika na hali ile, ni emergency case. Pale Mtume katangaza watu watoe, na aliyetoa pale hakutoa kwa kujionyesha wala hajajipanga kwamba aje pale atoe, lakini kaguswa na maneno ya Mtume wa Mwenyezi Mungu akatoa. Na alipotoa kwanza kabisa katoa kwa raghba, mpaka watu wengine wakaona wakapendezewa. Kwa hiyo kutoa vile ni kuwavudisha na wengine, katoa na mimi natoa. Na inatakiwa vile katika jambo kama lile. Na jambo jingine, mtu unamuona mtu mjane yuko jirani yako, unamfahamu kabisa hana kitu, au ana mayatima, basi yule tena usiende saa 7 mchana, bwana yule unamjua yule mwanamke yatima yule kata tupe, yule ndo apelekee kwa siri. Nagonga mlango koko, asalamu alaykum wa barakatuh, hamjambo, hatujambo, haya hii imetuma hii, unaondoka zako. Kwa hiyo kila moja ina kheri yake. Mwenyezi Mungu katika Qur'an anasema kwamba in tukhfu, ikiwa mtaficha mnawatoa, na ikiwa mtaweka wazi, yote kuna kheri yake ndani yake. Wallahu a'lam. Tusimamie hapa inshallah. Kama kuna swala la ziada haraka liseme swala moja tu kwa sababu ya muda, na kama hakuna tuadhini kisha tusali. Tunahimiza sana swala liwe ndani. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Mwenyezi Mungu ajalie tunayozungumza tuyatekeleze. Mwenyezi Mungu ajalie wagonjwa wetu wapone. Mwenyezi Mungu vile vile warehemu maiti zetu. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر، فبوفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقياء علما، نخذك نفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشؤون، وأقر الرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون، قبل أن تأتينا رسل من واستكرم من ستر. والصلاة الله تخشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء. بسم الله. Tunashukuru sana wafuatiliaji wa TV ya ZBC2 wema